Ladies and gentlemen, na wasalimu mahali popote mlipo mchana wa leo, hujambo. Sasa hivi mtazamaji wangu, kuna taarifa ambazo zinaendelea kusaga kwenye mitandao ya kijamii na zimeweza kutolewa ya kwamba wabunge wanaendelea kupanga mikakati na njama ya kuhakikisha kwamba they are going to send William Samoei Ruto nyumbani. Na mpango huu mzima unaendelea kuandaliwa na viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na Kimani Ichung'wah ambaye ni kiongozi wa wengi katika bunge la kitaifa, pamoja na the chief whip Silvanus Osoro. Haya matamshi yameweza kutolewa na siri zinaendelea kufichuliwa kutokana na jumbe za WhatsApp ambazo ninaenda kukuonyesha, ambazo zimeweza kuliki, na zaidi ya yote ni siku chache tu baada ya Rais William Ruto kuwaita wafisadi katika serikali yake. Hujambo na karibu ni kufahamisha yale ambayo yanazidi kujiri, lakini nakuomba uchukue sekunde zako mbili ukumbuke kulike, kucomment na kuweza kusubscribe, and thank you for the great support that you are granting this platform. I'm not going to take you for granted. Asante na shukran zaidi. Sasa hivi kuna jumbe fulani, mtazamaji wangu, ambazo zinaendelea kutolewa na kusaga kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na the impeachment plan ambayo inaendelea kupangwa na viongozi wa Kenya Kwanza wakiongozwa na Silvanus Osoro pamoja na Kimani Ichung'wah. This is the reason as to why right now Ruto is under pressure. What will happen if these MPs are going to impeach President Ruto? Kutokana na ripoti ambazo ninazo kwa sasa, kuna nukuu fulani ambalo Silvanus Osoro ameweza kulinukuu, nikilizungumzia ameweza kusema hivi: I have heard I am not on the list of members being, or I have heard that I'm on the list of members being accused of bribery and corruption. Kweli asante ya punda ni mateke. I have gone to war with my brothers, all in the name of fighting for this government, and this is how I've chosen to repay me. I have been a loyal foot soldier, and now I am being stabbed in the back. Ni sawa tu. Mtazamaji wangu, jumbe hizi zinaendelea kutolewa siku chache tu baada ya rais kuweza kutofautiana na wabunge wake katika bunge ama katika eneo la State House, ambapo kuna mswada fulani uliokuwa unatarajiwa kufanywa na kupitishwa katika bunge la kitaifa. Na zaidi ya yote, kwenye mjadala huu na mazungumzo haya kabla ya mjadala ule kuletwa katika bunge, kuna msukosuko, kutoelewana, misunderstanding among the MPs na rais. And the reason as to why there was a misunderstanding is because wabunge walikubaliana kupitisha mswada huu, lakini ndani ama chini ya masharti fulani lazima atoe kitu kidogo ndiposa waweze kupitisha ule mswada. Nakumbuka taarifa hizi, kwenye kikao hichi kulikuwa na wabunge kutoka pande mbili ambazo ni broad based government, ambao ni kutoka mrengo wa ODM, yani wa Azimio la Umoja, ambao wapo katika vyama vingi vilivyounda mrengo ule. Na zaidi ya yote, kulikuwa na wabunge kutoka mrengo wa Kenya Kwanza wa Rais William Samoei Ruto. Baada ya rais kureject, kuwapa kitu kidogo, that is when there was a disagreement. And later, the president seemed to be claiming these MPs that they are corrupt. Silvanus Osoro being among the leaders who are in the forefront of ensuring that they are given something before they pass any bill. Hebu niseme hivi, kwenye matamshi vile vile yaliyotolewa na Kimani Ichung'wah, nikimnukuu, aliweza kuzungumza katika mjadala fulani ama kwenye mkutano fulani akiambia Wakenya hivi: nikiwaomba msamaha na niseme one term, mtanikubali? A question mark. And later we saw Kimani Ichung'wah claiming that after President Ruto giving them threats that he is going to impeach and dismiss them from Kenya Kwanza government, Ichung'wah alitamka matamshi yenye uzito fulani, yenye uchungu fulani, huku akisema hivi: we have had the power, or we have the power to impeach the president and not the president to impeach us. Ladies and gentlemen, tukifuatilia mambo haya,
Sasa hivi kumeonekana kuwa na vita vikali kati ya Rais Ruto pamoja na wabunge wake. And my question is, what will happen before and after 2027? If the situation is going to continue the same way it is right now, huenda wapinzani wa Rais Ruto ambao ni opposition wakuu zaidi katika taifa hili la Kenya wakiongozwa na Rigathi Gachagua, they are now going to use this strategy to ensure that they are going to shut President Ruto. They are going to use this shortcut as a weakness to ensure that Ruto is sent home automatically. Mtazamaji wangu, kuna taarifa ambazo ziliweza kutolewa na mbunge mmoja ambaye alisema ya kwamba Rais Ruto aliweza kuwalipa MPs ama members of parliament kila mmoja 800,000 kuhakikisha kwamba Rigathi Gachagua's impeachment was successful. Iwapo kama zile pesa alipatiana, Gachagua hangekuwa impeached. Also, there was a claim from somebody, one of the MPs kutoka eneo la Mlima, alitangaza ya kwamba the Senate was given 1 billion to ensure that that money is shared among those senators, the required number of senators that are needed to impeach Rigathi Gachagua. And that is why Rigathi Gachagua was impeached, meaning Gachagua's impeachment was illegal. Lakini kivyangu mimi nasema hivi, sasa hivi mahala ambapo wabunge wamefikia, wa serikali ya Kenya Kwanza, they are right, because mtoto umleavyo ndivyo akwavyo. The president himself amewazoesha wabunge wake kuwapa kitu kidogo ndiposa wapitishe miswada katika bunge la kitaifa, because any bill that is brought in parliament by the president, it must be passed through the hands of the MPs. And that is why Ruto has been using a lot of money to ensure that the MPs are given something small, so that during the debate in parliament, the motion passes smoothly without any contradiction of doubts. Na sasa hivi mara hii, mtazamaji wangu, nilivyosema mtoto muleavyo ndivyo akwavyo, the situation is getting worse and worse. Iwapo rais hawezi fanya mambo haya, huenda akajipata pabaya. And another question is, ni kwa nini wabunge hawa wameamua kumtenga rais? Na ni kwa nini rais aliamua kuwasaliti kwa Wakenya ya kwamba they want money, they are corrupt? Na zaidi ya yote, ameamua kuwalenga wale viongozi ambao wamesimama katika mstari wa mbele kutetea serikali yake, especially Sylvanus Osoro ambaye ni mbunge wa South Mogrango County ya Kisii, ambaye vile vile ni chief whip katika taifa la Kenya. Ameonekana kutembea na rais katika mahala ambapo anafanya mikutano. Ameonekana kutembea na rais katika empowerment programs in 47 counties in Kenya to ensure that he assists the president, he praises the president. Ametusiwa, ameambiwa maneno mengi, lakini amemvumilia. And that is why Osoro ametangaza ya kwamba amekuwa akitetea rais. Ametusiwa kwa sababu ya rais, lakini mwisho wa siku amesalitiwa. The same applies to Kimani Ichung'wah. Hawa ni viongozi ambao wamekuwa katika mstari wa mbele kuhakikisha kwamba rais anatetewa. And that is why, mtazamaji wangu, kuna matamshi fulani Rigathi Gachagua aliweza kusema ya kwamba asante ya punda ni mateke, na rais si rafiki wa mtu, anaweza kutema wakati wowote anahitaji. And this shows indeed President William Ruto is somebody who you can't trust. And this weakness, huenda wapinzani wake watatumia njia hii moja au nyingine ili kuhakikisha kwamba Ruto will fail. But my question is, iwapo wabunge hawa watamtenga rais na kujihusisha na shughuli zao na kuondoka katika mrengo wa serikali, this means especially these MPs, automatically if an MP resigns from the opposition, he joins the party that is in opposition.
And if somebody resigns from the opposition, automatically joins the government. Na sasa hivi Gachagua pamoja na Fred Matiang'i wapo katika kikapu kimoja cha kuhakikisha kwamba Ruto is a one-term president towards 2027. Na iwapo Osoro pamoja na viongozi wengine kama Kimani Ichung'wah na wengi kutoka eneo la Mlima Kenya, we have seen the personal assistant, pia mshauri wa karibu sana wa Rais William Ruto, Moses Kuria, resigning and joining the opposition. We saw Justin Muturi resigning as the CS of Ruto and joining the opposition. Ruto kabla ya mwaka wa 2027 atakuwa amebaki peke yake. Atakuwa amebaki na nani? Though atakuwa na baadhi ya wabunge wachache katika serikali yake. And this if continues, Ruto is going to lose easily because these MPs wako na ushawishi na kila mbunge ana wafuasi wake ambao wanamwamini na kumpenda. And therefore, Ruto is going to miss and lose a lot of votes 2027 if this thing is going to be serious. Mtazamaji wangu, swali ni je, wazo lako ni lipi kuhusiana na mambo haya? Hebu toa maoni yako na wazo lako hapo kwenye comment section. Thank you for watching this video and let's meet in our next episode.